وأدى الأمانة ونصح الأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. اللهم إنا نعوذ بك من عذاب النار. tukiwa tunaendelea na darasa maalum kwa ajili ya ibada ya hija, na kitubia kitabu cha fiqh sunna ili kutuongoza katika darasa hii kwa faida ya mahujaji na ambao Mwenyezi Mungu atawajalia kufika katika safari hii kwa ibada hii. Tutakuwa tukikariri mambo muhimu kila tukikutana katika darasa hii ili yawemo kichwani kwa mtu ambaye tayari Mwenyezi Mungu amekwisha kumpa taufiki kwamba labda mwaka huu atakuwa ni miongoni mwa wasafiri kwenda kutekeleza ibada hii. Almuhimu, hivi sasa kwa yumo katika maandalizi ya safari hii, hivi sasa siku mbili hizi, kama kuna yoyote katika nguzo ya Kiislamu bado hakuitekeleza au hakuitekeleza kiukamilifu itakiwavyo, huu ni wakati wa kujisawazisha kwanza kabla hajafika kwenye nguzo ya 5, au itakuwa upuzi mtupu mtu kuruka akenda kwenye nguzo ya 5 na huko nyuma kumbe kuna nguzo kadhaa wa kadhaa zimeachwa. Itakuwa bado hakufanya jambo lenye maana. Kabla ya kufika kwenye nguzo ya 5, ahakikishe kwanza nguzo ya kwanza ya shahada 2 zile kwenye moyo wake imeaminiwa na imekubaliwa vilivyo. Ahakikishe baada ya shahada anasali vipindi 5 itakiwavyo, na kwa sasa hivi atie azma katika moyo wake kwamba mchezo wote aliokuwa nao nyuma wa kupitopita na vipindi, au akawa anaswali bila wakati wake, mchezo ule uwe basi kwa sasa, ili Mwenyezi Mungu akubali ibada yake ya hija, ibada ambayo yatekelezwa mara moja kwenye umri wake mtu, ibada ambayo imewekewa al-istitaa, uwezaji. Mwingine kama hawezi, Mwenyezi Mungu amemsamea, kwa kuwa ni ibada ya kutumia mali na mtu kujitolea muhanga kwa kuacha mambo yake yote muhimu akaenda pahala mbali kwa masiku maalum kwa ajili ya Mwenyezi Mungu. Ina maana ameitwa na ameitika. Nini maana ya kuitwa na nini maana ya kuitika? Wito ameutoa Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala kwa kumpa mtume wake Nabii Ibrahim awe ndiye mtangazaji wa wito huu. Pale alipomwambia wa'adhin fi nnasi bilhaji, Ibrahimu mtume wangu, tangaza kwa ajili ya watu wote kwenda kuifanya ibada ya kusudio la ziara katika matukufu ya Mwenyezi Mungu. Ina maana Nabii Ibrahim amekwisha pewa idhini ya kuwaita watu wote. Maneno ya upuuzi ya mtu kusema sikuitwa, sikujaaliwa, aache mara moja. Lakini na ngoja na mimi niite, unataka uitwe vipi Muislamu kuliko hivyo? Wa'adhin fi nnasi, sote tumeitwa bilhaji, watangazia ibada hii ya hija. Nabii Ibrahim ilibidi aulize, lakini hapa mimi nilipo mtu mmoja mie atasikia nani na nani hatosikia? Nitawatangazia vipi? Mwenyezi Mungu anamwambia hiyo si kazi yako, kazi yangu mimi hiyo. Wewe inua kauli, tangaza, ita tu.
mimi nakuahidi yatuka rijalan, watakujia watu kwa miguu, wa ala kulli dhamirin, na wengine watakujia kwa kila sababu ya usafiri. Mwingine anakuja na kulli dhamirin, dhamirin kipunda kilichokonda kiwezi kwenda, lakini kwa kuwa amesikia wito wa Allahu jalla jalaluhu lazima atakuja. Yatina min kulli fajjin amiq, watakujia hapa kutoka katika kila pahala palipokuwa mbali katika ulimwengu, lakini kwa sababu wito huu mtu kauhakikisha ameutoa mwenyewe Mwenyezi Mungu na yeye ni miongoni mwa viumbe walioitwa, basi fahamu kwamba hapa atafanya imma mpaka ajabu, au atakuwa ana wasiwasi mkubwa wa kupokelewa kwake mbele ya Mola wake akiondoka duniani. Atakuwa na wasiwasi mkubwa, atapokelewa vipi mimi na nguzo nzima ya Uislamu sikuifanya? Nini maana ya kuitwa nguzo? Kila nguzo maana yake Uislamu kama ni jengo lililojengwa, basi jengo hilo limeegemea kwenye nguzo 5. Ina maana nguzo moja wapo kama itakuwa imetikisika, kama itakuwa si madhubuti, kama itakuwa imeachwa ovyo mpaka imeinama, haina kufanywa repair, haishughulikiwi, ina maana jengo lenyewe halitakuwa madhubuti kwa sababu nguzo zimeharibika. Kwa hivyo kipindi hichi mwenye kukusudia ibada hii ambayo ina ahadi ya Mwenyezi Mungu, atarejea mtu baada ya ibada yake ya hija, kama itakuwa mabrur, atarejea nyumbani kama alipozaliwa na mama yake, kwa maana hana hata doa moja la madhambi. Ahadi hii sio ahadi ya mchezo wala si maskhara. Anatakiwa na huyo mja eti aonekane kwamba amejipendekeza na anataka hasa kurejea nyumbani akiwa hana doa, aonekane mtu kwamba amekusudia kusamehewa. Hapa ni pahala pa kurejea kwa Mwenyezi Mungu baada ya kuwa mbali naye Mola wake kwa muda mrefu. Mja arejea sasa hivi, na ndani ya moyo wa mwenye kuhiji mniwe na azma ya kwamba sasa natengenea na sichafui tena hali yangu kwa Mola wangu. Akitia azma ya kwamba anakwenda mara moja tu, lakini kila kitu atakuja kuendelea nacho akirejea kule, azma hii itamharibia mapema. Mwenyezi Mungu hatomuitikia labbaika wala saadaika. Akitamka maneno yale na kuuziliwa mbali, huna chochote wewe, la labbaika wala saadaika. Mungu mkubwa, kwenye moyo wako mna azma nyingine kabisa. Unataka kunichezea mchezo mimi? Ninakuona mpaka kwenye moyo wako. Au anakusudia mwenye kwenda kuhiji ya kwamba sasa anajitakasa, anarejea kwa Mola wake kikamilifu, yani na atabadilika kimaisha mpaka kufa kwake, ataishi vingine hivi sasa. Ule upuuzi alikuwa nao basi anauachilia mbali, sasa anabadilika. Sasa ikiwa kitabu cha Mungu hakuwa na mapenzi nacho kipindi hichi ajilazimishe kuwa ni msomaji wa Qur'ani kwa kiwango cha chini cha kawaida, asikose juzuu moja kila siku, huko anazingatia maana ya Qur'ani. Kipindi hichi aliyekusudia kunafanya ibada hii ni kipindi ambacho anajaribu kuingiana na watu, hasa Waislamu wenzake, kwa mapatano na mapenzi makubwa, hususan wale walio karibu naye sana katika nasabu. Isipokuwa aliyetoka katika taa ya Mwenyezi Mungu, aliyevuruga ukoo kwa mambo mabaya, kwa hakika atamwacha kama alivyo, kwa sababu pengine hataki kurekebishwa tena. Amelileta balaa kubwa ndani ya familia, balaa la kuwadhania watu vibaya kwa kuwa anaambiwa na wachawi kwa fulani ni mbaya na akakubali, basi ibada ya hija kwa hakika iko mbali na yeye. Ama huyu kama si yeye, anaweza akatengana naye mwenye ibada ya ushirikina, hata kama ni jamaa yake. Kwa nini? Tunapata kigezo kwenye Qur'an al-Karim, laqad kana fikum uswatan hasana fi Ibrahima walladhina ma'a. Kwa hakika imekuwa ni kigezo, riwadha njema kuhusiana na Ibrahim na wale ambao walikuwa nao pamoja nao walioamini. Kigezo ni kitu gani hapa kwa Ibrahim na watu wake?
idh qalu liqaumihim, kumbuka pale waliposema kuwaambia watu wao, jamaa zao, ndugu zao, waliwaambiaje? Waliwaambia inna buraa'u minkum, sisi tujiweka mbali kabisa na nyinyi, wa mimma ta'buduna min dunillah, na yale ambayo mnaabudia nyinyi badala ya Mwenyezi Mungu. Lazima Muislamu ujitenge na mtu ambaye ni mushrik, hapana kusubiana naye kabisa, eti kuone kwamba umemwekea ngumu sana. Na kila mwenye tabia ambayo inakwenda kinyume na Uislamu lazima muonyeshe chuki yako, ili apate kujua naye kwamba bado hata fulani vile vile anaangaliko vizuri, bora niamue kurejea kwa Mwenyezi Mungu na mimi vile vile. Mimma ta'buduna min dunillah. Nabii Ibrahim na watu wake wanawaambia jamaa zao, kafarna bikum, tumesha kupigeni pande, tumekukataeni. Kafarna bikum, isitoshe, wabada bainana wa bainakum albaghdha, aladawata walbaghdha, wabada bainana, na imeshadhihiri kati yetu na nyinyi aladawatu walbaghdha, uadui na chuki, tunakwambia wazi wazi, abadan, na itaendelea milele kazi hii, hatta tu'minu billahi wahda, mpaka pale mtapokubali kumwamini Mwenyezi Mungu mmoja. Hili ni jambo la kuigwa, la kufuatwa hili. Akikusudia mtu kwenda kuhiji hivi sasa, lazima ajiweke ukando na ushirikina, na kila mushrik ajiweke kando naye, ajitafutie njia ya salama na amani kwa wale ambao ni muwahidina billah, wenye kumpokesha Mwenyezi Mungu. Bila ya hivi anaweza kupata tabu katika safari yake, ikawa safari ya upuzi mtupu, Mwenyezi Mungu akawa hana haja naye. Kwa hivyo kipindi hichi ni kipindi cha kujipendekeza mtu kwa Mola wake sana, mpaka apendeze, mpaka kubaliwe, mpaka aipate ahadi ya Mwenyezi Mungu ya kurejea ibada ya hija kama alipozaliwa na mama yake. Ajitahidi mtu, kila kasoro yake aiondoe, atengeneze, sio kukurupuka tu kwenda tu, hapana. Tumesoma hapa kuna sharti za kukubaliwa sala, sikwambii ibada ya hija. Tumesoma hapa sharti kama 5 hivi, kwamba Mwenyezi Mungu ili aikubali swala ya mja ana sharti maalum kamwekea. Ama anasema innama ataqabbalu salata, kwanza kabisa mimman tawadha biha li'azamati, pana mchezo, nitaikubali swala ya mja yule ambaye amejiweka chini, hana kibri, tawadha, kanyenyekea, biha, kwa swala hiyo, li'azamati, kwa utukufu wangu, na vile vile walam yastatilla ala khalqi, hakuwatakabaria viumbe wangu kwa kuwaudhi, kwa kila aina ya maudhi. Alimuradi mambo haya tumeyataja kwa muda mrefu, na ibada ya hija ndo vile vile, ibada ya funga ndo vile vile, ibada ya zaka ndo vile vile. Kila ibada lazima itakuwa nazo sharti hizi ili mtu akubaliwe. Kwa hivyo asitakadhani mtu kwamba ni kwenda tu alafu baadaye akarejea kama alivyokuwa. Kama alikuwa na tabia ya kutokutekeleza ibada ya swala kwa wakati wake, akaja akarejea tena mara ya pili, Mwenyezi Mungu hatakuwa na haja na ibada ile, kama alivyokuwa hana haja na ibada ya funga. Kwa nani? Man lam yada qawla zuri wal amal bihi wal jahl, yule ambaye hakuweza kuachana na uongo na maneno au vitendo vya kijinga. Falaisa lillahi haja, Mwenyezi Mungu anakuwa hana haja fi an yada'a ta'amahu wa sharabahu, kwa kule kuacha kwake tu kula na kunywa, Mwenyezi Mungu anaja nayo. Vile vile ibada ya hija sio safari tu, sio kufika al-Kaaba na kutufu tu, wala sio kwenda katika maeneo ya ibada ya hija na kufanya tu. Lakini ibada ukitaka kuijua imekubaliwa au imekataliwa, angalia baada ya ibada unafanya nini. Wenyewe utajijaji kwamba ndo mambo yameharibika, mbona hivi nakwenda hivi mimi yuzi ndo katika somo ya Ramadhani hapa, halafu leo mambo yangu yanakwenda hivi. Ina maana kwamba ibada yangu ina wasiwasi. Kwenye swala vile vile Mwenyezi Mungu anafunga kwa maneno yaliyokuwa hayana mjadala. Anasema inna salata, hakika ya swala, tanha, lazima imkataze mtu, anil fahsha'i wal munkari,
kutokana na maneno mambo machafu na mambo maovu, kwa sababu wala dhikrullahi akbar, utaji wa Mwenyezi Mungu uliomo katika ibada ya sala ni jambo kubwa mno zito. Wallahu ya'lamu ma tasnaun, na Mwenyezi Mungu anayajua mnayoyafanya. Vile vile utajo atakaokwenda kuufanya mtu kwenye ibada ya hija, utajo mkubwa mno, hasa katika maeneo ambayo Mwenyezi Mungu mwenyewe kayateua. Sala itakayosaliwa katika Baitillahi al-Haram ni kuliko sala 100,000 pahala pengine padogo hapo. Iwe mtu kabahatika kufika pale katika uhai wake, hajafa bado, kafika pale akapata vipindi pale vile vitatu wiki nzima, halafu aje achafulie mbali ibada ile, sala moja kwa sala 100,000, laki kwa moja, halafu awe kaondokea patupu, ni hasara ile kubwa sana. Ndio maana katika aya zenye kuzungumzia habari ya hija katika sura Al-Baqara, Mwenyezi Mungu anasema famina nnasi man yaqulu rabbana atina fid dunya hasana. Kuna baadhi ya watu wanaosema kwa maneno au kwa vitendo, Mola wetu tupe katika dunia hii sisi mazuri, lakini akhira hakotia kitu wala hana nia. Matokeo yake wa malahu fil akhirati min khalaqin, hana yeye huko akhira sehemu yoyote ya thawabu ya malipo. Lakini wa minan nasi, kuna miongoni mwa watu wengine, man yakulu, wanaosema rabbana atina fid dunya hasana, Mola wetu tupe sisi katika dunia hii mazuri, na vile vile hawakusahau kwa maneno na vitendo wanaonekana kwamba wanataka pato la akhira vile vile. Wa fil akhirati hasanatan, na akhira ukatupe mazuri. Wa qina adhaban nar, na utukinge sisi na adhabu ya moto watu kama hawa. Sasa ulaika lahum nasibun mimma kasabu, hawa ndio watapata sehemu kutokana na yale ambao wameachuma. Wallahu sari'u hisab, na Mwenyezi Mungu ni mwepesi sana kuhesabu. Kwa hivyo haya ni mambo muhimu sana ya kuwa nayo kwenye kichwa chake na kwenye moyo wake mwenye kukusudia safari hii kwamba ni msafiri na vile vile. Asiyakachukulia jambo lenyewe ni simple sana, rahisi sana kwamba anakwenda tu. Kuna miiko yake maalum. Huu ni wakati wa kujitengeneza. Tena anajitengeneza kweli kweli, mtu ana maskara, anakuwa mkarimu siku kama hizi sana, anajaribu kuwatazama wanyonge wenye haja mbalimbali, anajaribu kuwanyoshea mikono kwa kuwasaidia, kuwaondolea shida zao. Huku kwa kufanya hivi anaomba Mwenyezi Mungu, na mimi niondoshee kila shida itakayonikabili huko nakokwenda, kwa sababu na mimi vile vile nimejali maisha ya watu, na waondoshee hawa ili Mwenyezi Mungu na mimi ukaniondoshe na mimi vile vile. Kwa hivyo ataendelea mwenye kutaka kuhiji hivi na mwendo mzuri, na kujaribu kupatana na watu ambao alikosana nao, walijikwaa, watu wanokaa pamoja walijigonga kidogo. Basi sasa hivi ni wakati wa kujirekebisha na kujaribu kuondosha su'u tafahamu ya kugongana kitabia baina mtu na mtu, na wakaambizana maneno si mazuri, pengine ikawa hata kusemeshana hakuna. Asije akaondoka mtu kwenda kuhiji kabla ya kusema uzuri na mwenziwe ambaye ni Muislamu, hasa kama ni jamaa yake wa damu. Asifanye dharau hiyo, akubali upumbavu, akubali kwamba yeye labda ni mjinga kashindwa. Anachokitafuta ni yeye kukubaliwa na Mola wake, ndio kitu ambacho kilimfanya mpaka ajifanye mjinga, ajifanye yeye ndio alokosea zaidi, hata kama anajua makosa yako pande mwingine, lakini ajifanye hivyo yeye. Kwa nini? Kwa sababu anatafuta mpaka zile radhi za binadamu wenziwe wamtaje kwa vizuri, huku nyuma yake yeye kaondoka, wanamuombea dua, na dua itakayoombwa na Muislamu, kumuombea Muislamu mwenziwe bidhahari alghaibi, nyuma ya mgongo, mwenyewe anaombewa na habari hiyo imewekwa kwamba mustajabu, lazima ijibiwe, tena inakwenda mbinguni haraka sana kuliko ile ambayo wanamfanyia mtu uso na macho, mwenye anakuona au kakutuma niombee dua, kuliko ile pengine anadanganya na muondoa njiani tu. Lakini kuna ile ambayo yeye mwenyewe hana habari, unashughulika kumtaja katika usiku wa manane kwenye ibada zako. Mwenyezi Mungu, mja wako anakuja, mpokee huyo.
mkubalie ile alikusudia, tengenezee ibada yake, muepushe na marafiki wabaya huko, mkunjie safari yake iwe laini, kila kitu kinakwenda laini kabisa, asipate mashaka yote yale. Alimradi naomba dua nyingi. Dua hizi kwa hakika unapomwomba mwenzako Muislamu hana habari, ni dua ambazo ni zenye kukubaliwa. Hii ni kauli ya Mtume Mwenyezi Mungu kasema hivyo, mustajabu. Siku zimekaribia, ajitahidi kwamba ameisoma sana hija na amekaa kitako kusikiliza sana mambo ya hija, kwa sababu ni ibada anayofanya mara moja mtu katika umri wake. Si aghlabu kwamba anaijua sana, atakuwa kasahau mengi. Lazima atakuwa mgeni tu, akitaka sitaki mtu, akikanyaga tu maeneo yale atababaika macho yake, na yale yote alikuwa anayakumbuka yanatoweka pale kichwani pale, ila kama kadumu muda mrefu, kasoma na kusoma, kapitia na kupitia. Na akiwa kule kama ana vijialama, vijitabu, vijikaratasi, iwe kila pahala anatazama siku ya leo, pahala kama hapa panafanywa nini na nini na nini na nini. Isiwe anaangalia watu wanafanya nini, yeye mwenyewe au mwalimu watu wamtazame yeye, wala asitegemee mtu kuwapata lazima kule apate lazima mtawafu kumtufisha au kumfanyisha ibada za hija, au mtu aseme maneno yeye nyuma anaitikia huku. Kwa hakika asitegemee hilo mtu. Au mtawafu wako wengi si waadilifu, wanafanya kazi tu, atamuondoa njiani mtu mbio mbio pale akamtafuta mtu mwingine mbio mbio, kwa sababu ni siku za musim, siku za kuchuma zile, wanafanya kazi. Kwa hivyo watu wengi wanaondolewa njiani. Uje uwasikie waliobebwa kwenye vitanda kwenye machera wanatufishwa Kaaba pale, uje uwasikie wanasikitika, ashwati zao zimepungua. Mwenye mtu makini kabebwa, lakini anajua anafanya nini. Ya kwanza hiyo, ya pili hiyo, akifika ya tatu anakwenda kuwekwa, anasema bado zangu 4, hata ana habari mtu wa China kwa zake pengine. Lakini Mwenyezi Mungu mwenyewe ndio mwenye kujua nia ya mja wake, atampokelea tu, na dhalim hatamwachilia, atamlipa tu. Na akimwombea dua mbaya kabisa kwa kumdhulumu, iko dua ya mwenye kudhulumiwa ambayo haina pazia baina ya Mwenyezi Mungu na dua hiyo. Akipokea huwa anaapa kwa nguvu zake Mwenyezi Mungu, wa izzati wa jalali, nguvu zake na utukufu wake, kwa kumwambia aliyedhulumiwa, la ansurannaka walau ba'da hinin, nitakunusuru mja wangu japo kwa baadaye. La muhimu ni kuyakumbuka yale yote yalikuwa kizungumzo kwa ajili ya ibada ya hija. Zimekaribia siku awafundishe watu wake wa nyumbani ya kwamba nitapoondoka hapa nitatamka maneno kadha, na nyinyi itabidi mniombee dua kadha. Tayari kuondoka, asisahau mwenye kukwenda safari ya hija kwa kuswali rakaa 2 kwa ajili ya safari yake hiyo, na sio kwa ajili ya ibada ya hija tu, iwe ni mwenendo wake kila anaposafiri anafanya hivyo, rakaa 2. Ama kama itakuwa safari kwa alfajiri au baada ya sala maalum ya fardhi, basi sala ile ya fardhi itachukua pahala pa rakaa 2 zile, kwa sababu sala ya fardhi itakuwa ni aqwa min as-sunnah. Lakini watu wake atawaambia, au astaudi'ukumullah, na kuwekeeni amana Mwenyezi Mungu, alladhi, Mwenyezi Mungu ambaye la tadhi'u wada'i'u, hazipotei amana ambazo anakabidhiwa yeye. Awaambie watu wake kama hiyo, na wao watu wanaoagwa wamwambie kumwombea dua, nastaudi'u Allah dinaka, na sisi tunampa Mwenyezi Mungu amana ya dini yako, wa amanatika, na vile tunampa Mwenyezi Mungu amana ya imani yako na amana yako vile vile, wa khawatima amalika, na mwisho wa amali yako tunamkabidhi Mwenyezi Mungu akulinde, akupe husnul khatima. Ikiwa kuagana huku ndio moja kwa moja, haturani tena ila an takuma saa, basi naam, tunaagana hivyo. Tunachokiomba sisi iwe hivyo, na naam, katika jambo miongoni mwa mawili mtu atarajie kupatikana moja wapo, ni kurejea salama safari, au ni moja kwa moja anaondoka safari ndogo kumbe ilikuwa kubwa. Kuna asafaru tawil na kuna safaru ambao ni kasir. Pengine mtu akiondoka anaondoka safari tawil. Wangapi wameondoka kwa ajili ya kwenda hija hakurejea tena makwao. Ima
kwa kupoteana na watu wao la kulifanya mtu asilijue, na kule kupotea ni jambo ambalo liko rahisi sana sana. Pamoja na kujitahidi watu kuweka alama mbalimbali na mabalozi wa nchi mbalimbali kushughulika, lakini bado haisaidii kitu, hasa kama atakuwa mtu mzima kidogo dhaifu na akili yake kidogo iko katika hali ya kupungua. Ni mashaka makubwa kwenda kuhiji mtu katika hali ya utu uzima na akili pungufu, mashaka makubwa. Nafasi hii mtu kama ataipata katika ujana aitumie na nguvu na akili timamu ni bora zaidi. Na kwa mwanamke inakuwa kwake anapata kilipo cha jihad katika safari hii. Jihadun la qitala fi, ni jihadi sio kuna kupigana vita ndani yake. Kwa mwanamke kwake anapata kilipo cha jihad. Atajionea mwenyewe mtu uzito atopambana nao na mambo magumu mno. Kuna uzito wa kila hali yani. Kuna uzito wa kukusanyika pamoja pahala padogo, watu wapatao milioni 456 wako katika sehemu moja tu. Uzito huo peke yake mtu hajapata kuona wala hajafikiria kwamba nitakutana na wingi wa watu namna kama hiyo. Iwe kuna uzito hata kwenda barabarani, pumzi zinakupaa. Kuna uzito wa kufanya subra kuingia pahala kutafuta chakula, kuna uzito mkubwa mno. Inabidi hujazoea kula barabarani, basi itabidi utafute biting kidogo tu, tutafuna ibasi. Lako loloendia pale ni kwamba la ibada maalum. Isikupite ibada ya fardhi, isikupite jamaa, isikupite takbira ya mwanzo ya kuhurimia imam kwenye sala. Inabidi uingie msikitini mapema sana. Maana yake ukichelewa utafali mbali kabisa nje barabarani kule. Hamna khushu, itakuwa kusukumana, huyo kapita, huyo kapita hivi. Ukitaka msikiti popote pale Madina na Maka, unautaka msikiti kwa kila kipindi, basi unaingia saa moja nzima kabla ya kusaliwa sala au kasoro zaidi kuliko hapo. Usichukulie kama umezoea kuingia adhana ikiadhiniwa unaingia. Upate msikiti, uingie ndani. Sali mbali kabisa. Na kuna shida ambayo utabana nayo pengine ya tabia za watu mbalimbali, kila mmoja na alivyolelewa na kila mmoja na Uislamu wake na tabia zake anavyoishi, lugha yake anayozungumza. Itabidi usomee ibada maalum ya kuwastahimilia watu na tabia zao, hapana kutoleana ukali na mtu wala kugombana na mtu. Mmeliendea jambo ambalo unabembeleza Mwenyezi Mungu alikubali. Kwa hivyo wakati wa kuondoka asisahau mtu dhikri zile maalum za kuondokea safari awe nazo, kahifadhi baadhi yake. Anaondoka nyumbani kwake kwa maneno maalum: bismillah tawakkaltu ala Allah, Allahumma inni a'udhu bika an azilla au uzalla au adilla au udalla au adhlima au udlama au ajhala au yujhala alayya. Anatokea nyumbani kwake mkono wa kushoto, mguu wa kushoto, na akipanda gari anaingia kwa mguu wa kulia au chombo chochote kama ndege vile, huko akiwa na dhikri za kupandia chombo hakughafilika nazo. Anakaa kitako juu ya chombo, anaingia kwa bismillah, anakaa kitako alhamdulillah, kisha Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, ndio anaondokea safari hiyo. Alafu subhanalladhi sakhara lana hadha wama kunna lahu muqrinin, ametakasika Mwenyezi Mungu ambaye katudhalilishia vyombo hivi vya kusafiria. Wama kunna lahu muqrinin, na hatakuwa sisi wenye kuviendesha na kuvimiliki. Wa inna ila rabbina lamunqalibun, na hakika sisi kwa Mola wetu ndio tunarejea. Akitaka Mwenyezi Mungu ndio ananichukua sasa hivi moja kwa moja, pengine watu wangu siwaoni tena, na akitaka atanrejesha. Kisha anaomba mtu dua maalum kwa ajili ya safari: Allahumma anta sahibu fi safari, e Mwenyezi Mungu wewe ndo rafiki safarini, wal khalifatu fil ahli, na wewe ndo mchukua zamu kwa watu wangu wa nyumbani. Naondoka mimi na kuachia wewe, na bila shaka Mwenyezi Mungu atalinda tu na ataliweka sawa kila jambo. Kisha namwomba Mwenyezi Mungu: Allahumma hawwin alaina safar, e Mwenyezi Mungu tufanyie wepesi safari sisi. Waktu ilana albu'da, na utukunjie masafa ya mbali yafanye hapo na hapo. Maana kukaa angani mtu kwa masaa 6, 7, 8 nao vile vile mashaka makubwa. Huwezi kujua kama pilot alishindwa na injini ilifeli kama 1, 2 zote zikafeli. Basi tena alafu baadaye kwa bahati nzuri inakama tena vile vile. Hayo atapambana nayo mtu safarini, lakini dhikri ndio itakayomsaidia.
kashinda, na chombo kinakwenda mpaka baadaye anakuja na bahatika kukizuia. Mwenyezi Mungu yuko mdomoni kwake kila mara na kwenye akili yake kila wakati Mwenyezi Mungu tu. Kisha anaomba, Allahumma inni a'udhu bika min sharri dhabina wa su'il munqalabi wa ka'abati al-manzari. Nakuomba Mwenyezi Mungu usinikabidhi marafiki wabaya na kwenda, maana duniani bwana hapotei mtu bwana ila kwa suhba alokuwa nayo. Nikabidhi watu wa ibada. Usinikabidhi watu tukapeleka chumbani tunasema watu ovyo na tunaharibu ibada ya hija. Nikabidhi watu ambao watakuwa ni watu ambao watu wa ibada. Mazungumzo yetu ni Qur'ani, mazungumzo yetu kauli ya Mtume, mazungumzo yetu ni ibada ya hija iko vipi. Kila wakati ni hivyo tu. Na'udhu bika min sharri dhabina. Tunajikinga kwako Mwenyezi Mungu na marafiki wabaya, wasu'il munqalabi, na ubaya wa mgeuko wa mambo mara ghafla kutubadilikia hali ya mambo ikabadilika. Wa ka'abati al-manzari, na macho yetu kuangalia mandhari mbaya. Kuna mandhari mbaya huko wewe. Kumbana na watu hawakwenda kwa hiji bwana, kwenda kufanya fujo tu. Na Mwenyezi Mungu akuepushe macho yako kuyaona yale. Takwenda kukutana na watu ambao wanawake wanafanya haja ovyo na wanaume pia ovyo mbele za watu hivi uchi arianan. Hayo ni mandhari mabaya sana mtu kuyaona. Au unashuhudia mtu anachaniwa mfuko wake wa pesa hivi na wapi pale penyewe kwenye nyumba ya Mwenyezi Mungu al-Kaaba. Hakwenda mtu kwa ibada ya hija, kenda kwa ajili ya ujambazi huo na uchomoaji huo. Hayo yote anajilinda mtu asiyaone. Safari imewadia, amekwenda zake kwa watu wa Unguja, wanatoka kwa Unguja wanakwenda zao Madina moja kwa moja. Wakiteremkia kwanza pale Jida ni kambi ya mahujaji pale. Ndege tua, ndege ruka. Ndege tua, ndege ruka, kila dakika kazi ni hiyo tu. Kambi kubwa ya mahujaji pale. Pale atafanya mipango ya kubadilisha pesa zake, kwa mfano ili awe na kiba kibindoni ya matumizi. Dola za Kimarekani pale atazibadilisha kwa kupata reali pale za Saudia pale, iwe apate matumizi yake pale, na sehemu za kubadilishia ziko nyingi pale, kila mlango umeandikwa kubadilisha pale. Au kama kaona awe rahisi yeye kubadilisha kabisa hapa hiari yake mwenyewe, lakini pale Jida ndiyo kambi ya mahujaji pale kwa hakika. Baada ya kufanya hivyo moja kwa moja atakuwa anapata usafiri pale na gari zinaranda, matangazo mbalimbali, na wale wadhamini wa ibada ya hija pengine washalipa usafiri huo kwa kutokea Jida mpaka Madina. Kwa hivyo pale njia sana hutumika ni njia ya mabasi yako mazuri. Safari inaanza, asisahau mtu kabisa dhikiri zake zisimtoke, kuingia katika chombo cha safari na dua zake za safari zile zizikose zile. Na kila anateremka na maneno, Rabbi anzilni munzalan mubarakan, Mola wangu niteremshe mimi kuteremsha kuliko kuna baraka nyingi. Wa anta khairul munzilin, na wewe ni mbora wa wateremshaji. Baada ya dua hii awe anasema mara 3, bismillahi alladhi la yadurru ma'a ismihi shay'un fil ardi wala fis samai wa huwa as-samiul alim. Kwa jina la Mwenyezi Mungu ambaye la yadhurru ma'a ismihi, hakuna chochote kitakachoweza kudhuru pamoja na jina lake Mwenyezi Mungu. Shay'un, chochote kile, na kio fil ardi wala fis samai, si ardhini si mbinguni. Wa huwa as-samiul alim, na Mwenyezi Mungu ni mwenye kusikia, ni mjuzi. Kisha pale kuna dhikri nyingine, Allahumma, Mwenyezi Mungu, na kuomba wanipe kheri ya mji huu na uniepushe na shari za mji huu. Alimradi ziko mbalimbali ataviona katika vitabu vya safari. Tunazungumza kwa mukhtasari, lakini kwa hakika hayo ataweza kuyapata mtu kwa urahisi. Yaliyohusiana na mambo ya hija itakuwa kachukua akiba, ila akipata nafasi ndani ya basi, ndani ya ndege, anafungua akijikumbusha azkari mbalimbali na mambo mbalimbali. Hayo ndo yeye ambayo atakuwa nayo daima. Asikubali watu kupatikana watu akamtoa katika fikra kwamba sasa hivi yuko wapi na anakwenda wapi, akawa anaanza kuzungumza dunia na kuwasema watu. Asikubali hilo. Akaona kila mmoja na
mtu, basi toa msahafu wako mfukoni, anza kusoma Qur'ani, mdhakiri Mwenyezi Mungu. Asubuhi upate 100 la ilaha illa Allah wahdahu la sharika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir, na jioni 100, au engeza kadiri uwezavyo. Ujiepushe na kusema watu ulimi wako utumie vizuri, iwe unakupatia thawabu. Moja kwa moja akifika Madina, kubwa zaidi ambalo la kielo liendea ni kupata swala ya jamaa katika msikiti wa Mtume. Swala moja itosaliwa pale ni kama swala 1000 kwa msikiti mwingine duniani. Ni fursa kubwa hiyo. Pale Madina kwa hakika atakuwa kubwa zaidi ni kupata msikiti wa Mtume. Ndio kubwa zaidi liloendea pale. Mengine ni mambo ya tarikhi, mambo ya sunna vyema kuyafanya, kama kupita kwenye kaburi la Mtume na makhalifa wake Abubakar, Umar, kupita pale kwa hakika kuwasalimia na kuwaombea dua ni katika mambo ambayo ndani ya Uislamu yamo, tamuongezea faida. Lakini si sharti aliyoendea pale msikiti wa Mtume, kaendea pale msikiti wa Mtume kuswali ndani yake. Na kama atapata nafasi ya kuswali kwenye raudha takatifu katika msikiti wa Madina, kafanya jambo kubwa sana, kaswali pahala bora sana. Tumenasema baina baiti wa mimbari rawdatun min riyadil janna, katikati ya eneo kwenye mimbari yangu ninayopanda kuhutubia na nyumba zangu za wake zangu, katikati yake pale ni rawdatun min riyadil janna. Atakayeweza kuswali pale na swali, lakini bila ya kugombana na watu. Nafasi hakuna, basi wewe ile nia yako tu kwamba laiti nikipata nafasi nitasali pale, yatosha kabisa. Madhali nafasi hakuna, basi haina haja kugombana na watu visugudi wala kwenda kujitia kwenye matatizo makubwa. Kwa maana hata kama utaweka watu wakuzingie huko katikati pale, haina haja. Watu watavunjilia mbali mikono ile, tahamaki unakanyagwa kwenye vichwa na watu ambao idadi yao kubwa, ondoka pale mgonjwa au maiti kabisa. Haina haja. Wakati wa faragha ni wakati wa baada ya swala. Wakati ule baada ya dhuhuri watu wengi wanakwenda kula. Kwa hivyo pale kama utasubiri pale, utakuta peupe pale pahala. Nyakati kama hizo utapata kabisa kwa wasaa mzuri kabisa unakwenda na swali pale na nini. Hayo ni katika mambo ambayo yakufanywa katika msikiti wa Mtume Madina. Ukifika Madina, kubwa zaidi ni msikiti bwana, hiyo mengine. Kama iko nafasi utakwenda katika mualamu wa tarehe pia kuswali masjidi kwa tarehe, Masjid Kiblataini, msikiti ambao umesaliwa ukaelekea vibla viwili. Nusu ya sala watu wameelekea Baitul Maqdis, na nusu iliyobakia watu wakaelekea Masjidil Haram. Katoka mjumbe katika Masjid Nabawi kuja mpaka Kiblataini pale kuwatangazia watu, jamani, imeshuka aya ya Qur'ani kwamba Mtume kageuzwa sasa hivi Baitul Haram, kwa hivyo geukeni wenyewe vile vile. Imama akageuka na watu wake, nusu ya swala ikasaliwa pande mwingine, ukaitwa msikiti huo Masjid Kiblataini, yani umeelekewa vibla viwili. Kama nafasi itakuwa ni nyepesi, ni vyema kufika pala hapo ukaweka kikomo chako na wewe kwenye msikiti huo vile vile. Na kuna Masjid Quba, msikiti wa mwanzo Mtume kuswali sala ya Ijumaa pala hapo. Ni vyema kama nafasi ipo kana kuswali pale. Mtume katika maisha yake alikuwa anafanya ziara rasmi katika baadhi ya siku kwenda mahala humo. Kama nafasi ipo unaweza kwenda ziara ukaangalia mahala mnaopiganwa vita vya Uhud na watu 50, Mtume aliwapanga pahala gani, alimali utajionea mahala humo mko mpaka sasa hivi. Ila tu katika sehemu ya misikiti 7 si lazima kwenda kuswali katika kila msikiti humo. Nafasi ukipata haya, lakini haimo katika mambo ya sunna wala nini. Katika maeneo ya Khandaki alipochimba Mtume kwa rai ya Salman al-Farisi, Khandaki, shimo ili watu wasitoka ingia kirahisi Madina kuja kuwavuruga watu. Shimo lile liliwazuia watu wasiingie. Shimo liko msimu sasa hivi ni maeneo ambayo imejengwa misikiti midogo imekuja imetanda misikiti ile katika eneo la Khandaki lile, katika maeneo ambayo hawakuweza kuingia makafiri. Watu wanafanya juhudi ya kugombana, kusokotana, kusukumana kwa kutaka kuswali kila msikiti katika misikiti ile, wala haimo katika dini wala katika sheria. Ni nafasi tu ukipata haya mwenye hiari yako, lakini hiyo haimo, wala huna haja kusukumana na mtu. Utakaa kitako pale mpaka siku za kuondoka Madina zifike. Unaondokea sasa hivi kuelekea Makka. Utafika pahala panaitwa Dhul Hulaifa. Hapa ni pahala pa kuhirimia.
huwezi kuingia ndani ya Maka kabla ya kuhirimia kwanza. Na kama utatumia anga, mapiloti kazi yao siku hizo kila ndege ni kukuonyesheni mahala makuhirimia. Watakwambieni wakati mko angani, hapa tuko kwenye mikati hivi sasa. Basi nahirimia juu angani, labbaik Allahumma bihajjin au labbaik Allahumma biumra au labbaik Allahumma bihajjin wa umra. Mbadi yategemea wewe utakunuia ibada gani nafanya katika tatu hizo. Baada ya kuhirimia sasa ndo tupo hapa kwenye fiki sunna, tunazungumza mambo ambayo yamekatazwa ukisha kuhirimia wewe haji. Usije kuyafanya, mambo yatakuwa yanaharibika, mambo yatakuwa yanaingia dosari. Ukishaingia kwenye ihram, ushaingia kwenye miko maalum. Kama ukitoa takbira ya sala ya mwanzo Allahu akbar, kuna baadhi ya mambo huruhusiwi tena kuyafanya. Kuzungumza na mtu basi, kuchagua japo kwa chewing gum ubani basi, kunywa funda la maji pale basi mpaka sala malizike. Na hivyo kwenye kuhirimia ibada ya hija. Ukishahirimia ina maana kuna baadhi ya mambo basi halali kwako, ni halali kabisa, lakini kwa wakati ule inakuwa basi imekatazwa mpaka imalizike ibada ya hija. Au kwa wale waliofanya tamattu'i mpaka ufike katika umra pale msikiti mtukufu wa Maka na kusai Safa na Marwa, inakuwa tayari ibada ya umra imemalizika. Hapo watapumzika na watalifanya lilokatazwa katika mambo ya halali, watayafanya. Sasa tunaendelea leo na yale mambo ambayo yamezuiliwa, yamekatazwa katika kuhirimia mtu. Juzi Ijumaa iliyopita tuliyagusia kidogo katika mambo yaliyokatazwa. Leo tunaendelea na baadhi yake. Amma almar'a, tulimgusa mwanamume na mambo ambayo yamekatazwa katika mavazi. Ama kwa upande wa mwanamke yeye fala tulhaqu, hakutanishwi mwanamke bihi na mambo hayo ambayo kakatazwa nayo mwanamume. Mwanamke kwa sababu ya ujanyike wake lazima awe tofauti na mwanamume. Walaha, inamjuzia mwanamke yeye antalbasa, kuvaa jamia dhalika, vyote ambavyo kakatazwa navyo mwanamume asivae anatakavaa. Wala yahrumu alaiha, wala haiharamishwi juu yake mwanamke illa thawb, isipokuwa kama kuna nguo alladhi ambazo masahu tayyibu, zimegusa manukato makali, haruhusiwi kuvaa. Hata washawishi watu kule, wataharibikiwa watu na ibada zao kwa ajili yake yeye, asifanye hivyo. Na vile vile mwanamke amekatazwa walniqab, kuvaa niqabu ile ya kujifunika uso, isipokuwa kwa dharura kama ugonjwa. Kuna siku pale katika miji ile, ikiwa siku za joto, jua kali, pana upepo ambao una joto kali mno na unaweza kumchinja mtu. Ni upepo kama kisu, tamaki mtu anatoka madamu katika uso hivi, kwenye shingo hivi, kwa sababu ya upepo. Na upepo unavuma usiku wakati jua halipo, lakini upepo wake moto kabisa na mchafu, unajaa kila aina ya vumbi. Kuna wakati mtu tabidi afunike uso wake, si wanawake si wanaume, inabidi wale maguo kujifunika kidogo ikiwa siku za joto akadha. Na kuna siku za baridi, huwa baridi kali kweli, baridi ambayo ina uyabisi ndani yake, inachinja vile vile. Ikitokea dharura kama hizo, anaweza mtu kufunika uso wake. Lakini niqabu kwa mwanamke imekatazwa wakati kuhirimia hija. Wal qafazan, na kuvaa glavu mbili mwanamke kakatazwa katika mikono yake. Viganja vya mikono viwe wazi na uso wake uwe wazi, ila akipita kwa mfano mwanamke mbele ya wanaume wamekaa pahala hivi, akateremsha chungi labda au nguo kwa ajili ya kufunika uso ili iwe ni stara kwake, lakini sio nikabu, ni kufunika uso. Anapita pale, akishapita pale tena basi anaendelea kuweka uso wake wazi, kama anavyosema hayo bibi Aisha. Na tutamuona mbele huko, anasema tulikuwa sisi tunakutana na wasafiri mara kwa mara. Najua ibada hija wasafiri kutoka mbali, ule ni mji ambao wasafiri ule ingia toka pale pahala kwa hakika, mji wa wageni. Idadi ya wageni kila mara imewazidi wenyeji, kila mara.
Kwa hivyo wanasema tunakutana na wasafiri, tukipita au wakija kwetu tunateremsha shungi zetu pale, tujifunika uso ili ni stara, tuwaondolea fitna. Pengine mtu atakuwa kavutika zaidi pako pahala mpaka anaharibikiwa na hija. Hilo jambo limetokezea kwa Al-Fadl ibn Abbasi na mwanamke mmoja ambaye kaja kuuliza masuala kwa Mtume. Fadl kwa hakika alikuwa akimwangalia sana mwanamke huyo, na yule mwanamke ni vile vile anamwangalia Fadl. Na wale wanawake kabila lile ni wanawake ambao wakiumbwa wameumbika kweli kweli, na Fadl alikuwa mashallah mtoto mmoja mzuri wa kiume. Nywele zake huwezi kumpisha usimwangalie mara mbili tatu, seuze akiwa ni mwanamke. Kwa hivyo ikawa macho ya Fadl yako kwa mwanamke na macho ya mwanamke kwa mwanamume. Mtume alimgeuza Fadl uso wake elekea kwingine, lakini kila wakati Fadl anageuka tena mara nyingine vile kumfanya kuti. Alivutika sana kwa ajili ya kulikimbia hilo. Mtu kila akiona kuna fitna mbele yake aikimbie, na mwanamke anaweza akafunika uso wake ili kuiepusha fitna ile isiendelee. Na shetani anafanya kazi overtime katika wakati wa kama huo. Ule umayamaya wa watu anataka kuhakikisha kwamba grupu kubwa halikupata kitu, labda kama watashindwa ni wachache kabisa. Nao ni wale ambao wameliendea hilo hasa la ibada ya hija na wakaisoma angalau ibada ya hija. Anataka kuhakikisha shetani kwamba anapata wafuasi wakubwa sana. Kwa hivyo hayo tuliyozungumza, mwanamke kukatazwa kuyatumia, kwa mfano wa nikabu na kugusa nguo ambayo imepatikana na manukato, vile vile na glavu mbili na nikabu, hayo yamepatikana katazo lake liqauli Ibn Umar radhiyallahu anhuma, kutokana na tamko la Abdullah bin Umar Mwenyezi Mungu amradhi, ambaye kasema naha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam an-nisaa, amewakataza mjumbe wa Mwenyezi Mungu wanawake fi ihramihinna, katika ihram zao wakishahirimia ibada ya hija. Amewakataza anil qafazaini, kuvaa glavu mbili mikononi, wa niqabu, na kuvaa niqabu kama kile kitambaa cha barqa ambao huitwa jina hilo, imefanywa mazmuni ya kukaa kwenye uso wa mwanamke. Wama masal waras, na kila kitambaa kilichogusa alwaras. Alwaras ni mti maalumu unatoa harufu nzuri sana. Wataalamu wana mbinu katika vitambaa wanaweka mti huo. Wazaafarani, na vile vile zaafarani, kwa kauli hiyo ya Mtume katika kataza minathiyabi, katika nguo. Waltalbas, na avae huyo mwanamke baada dhalika, baada ya hayo, ma ahabbat, kile ambacho kakipenda mwanamke, kitambaa chochote zakavaa kwa upande wake. Min alwani thiyabi, katika rangi tofauti za nguo karuhusiwa yeye. Lakini tunakwenda kwenye aula, ile kuruhusiwa mbali, akimbilie mwanamke, na kama na mumewe amjaribu kumpa ile ari kwamba arejee kasamehewa na Mwenyezi Mungu mambo yake yote aliyofanya mabaya. Na hilo halipatikani ila kwa kuchunga miko yote ya hija na kulifanya lilo kwa bora zaidi. Bora zaidi ni nguo nyeupe, ingawa itakuwa imeshonwa kwa mwanamke, lakini bora zaidi nyeupe pepepe. Kwa hakika nguo hii Mtume alipendelea zaidi hii, na akawataka umati wake wavae pale aliposema ilbasu min thiyabikumul bayd. Waislamu, vaeni katika nguo zenu nyeupe, hasa kwenye ibada swala, baada ya hija. Nguo hii nyeupe haina kibri, haina majivuno, haina maonyesho kwa watu wengine. Ila unomtazama yeye mweupe tu, kwa hakika inakujia sura nyingine wakati ule pale ya ucha Mungu. Inakujia sura ya viumbe siku watakayofufuliwa kwenye ardhi hiyo ya mkusanyiko. Hivyo ndivyo sura yako itakuwa, macho yako yatakuwa naona weupe kama ule tu basi. Yani sanda tu zimetoka kaburini watu na sanda zao. Wale ambao imekuwa sanda zao hazikuweza kuchakaa ima kwa ucha Mungu wao au walizikwa katika siku za karibuni. Wengine sanda zao zimevurugika zote. Kwa hakika sura ile itamjia mtu pale, kama hajawahi kuona mfano wa kumtisha, akifika kwenye ibada ya hija atauona mfano huo.
atajiona kama kwamba anatoka kaburini likafufuliwa sasa hivi. Sura yote imekubadilikia, unaona watu aina moja tu, humjui mfalme, humjui raia. Ni bora zaidi nguo nyeupe, hata kama mwanamke haruhusiwa avae kitambaa chochote kile ambacho kwa nguo ya kike iliyoshona. Min muasfarin, kuanzia matambara ya manjano au khazin, au kitambaa ambacho kimekwenda kwenye hariri au huliyin, au mapambo kimetiwa aina fulani ya marinda, madikdasha. Mwanamke kapewa ruksa hiyo kwa hakika. Lakini ukenda katika bora ni lipi? Bora lile ambalo nguo jeupe halina mshono wowote wa kumvutia mtu, na kwa mtu humshughulishi kwa kutazama zaidi. Maana mwanamke, hata mwanamke mwenziwe, kama atakuwa ni kavaa namna ya mitindo na kitambaa cha thamani, basi mpaka wanawake wenziwe wataacha baada hiyo, ataanza kutazama mishono pale sasa, na kuanza kuulizana mmenunua duka gani, kwa mfano kitambaa ready-made, aanze kumuelekeza pale, na pili yake inakuwa tena watu wakili zao zote ziko mambo yale. Wasifanye haraka watu, hayo mambo watayafanya baada ya ibada. Na kama wataweza kustamili watu wasiwe na papara, basi kwenye kambi ya mahujaji pale Jeddah ndo pana kila kitu, na hata faidi zaidi mtu kupata bei rahisi, bei za kutupa. Watu sasa hivi wanasukuma biashara zao, kwa mahujaji wanaondoka, wakiwakosa pale ndo shawakosa. Basi pale mtu anaweza kupata rahisi sana vitu, na Jeddah pana kila ukitakacho, labda roho ya binadamu tu, kila ukitakacho. Kwa hakika ni miji ya biashara hiyo. Lakini baada ya kutua tu ikawa macho yako yamebaika, utaharibikiwa kila kitu. Kwanza una mizigo, itabidi uhamishe mara kutoka hapa kwenda hapa, kutoka Madina kwenda Maka. Pata hoteli gani nitaikaa hapa mizigo, utajipata tabu bure. Hivyo vitu utaifanyia kazi yake, kuna wakati maalumu. Ushamaliza ibada, basi kuna nafasi ya nzuri sana utaipata. Mwanamke karuhusiwa kuvaa mavazi haya, au sarawili, au mwanamke anaweza kavaa suruali ya kike au kamis, au kavaa kanzu, vitu ambavyo kakatazwa kuvaa mwanamume. Hivyo mavazi yaliyoshonwa mwanamke anaweza kavaa, au khufin, mwanamke anaweza kavaa khofu miguuni vile vile. Hadithi hii ya Abdullah ibn Umar rawahu Abu Daud, amesimulia Abu Daud wal Baihaqi wal Hakim wa rijaluhu, na watu wake walioipokea. Rijalu sahihi ni watu wanaotumika katika sahihi, ima ya Bukhari au ima ya Muslim. Qala al-Bukhari, amesema Imam Bukhari rahimahullah, anasema walabisat Aisha thiyaba al-mu'asfara, akavaa mama Aisha nguo zilizokuwa za manjano rangi, na mtu yuko pale na hiji naye akawa kumwambia kitu, ikawa ni ruksa hiyo. Wahia, na kavaa mavazi haya bibi Aisha hali ya kuwa ni muhrima, ameshahirimia baada ya hija. Waqalat, na akasema kwa maksudi ili kuambia watu na kufahamisha, kaambia kwa hakika la tulathim, mwanamke asijifunike uso tu, ili jambo atadhari nalo, labda kwa dharura anapita mbele ya wanaume wengi, au kuna upepo mbaya, pahala pana vumbi jingi, moshi mwingi, akaona anajifunike kidogo kwanza kuzuia macho yangu yasiharibike. Kwa dharura kama hiyo imemjuzikia. Na vile vile wala tatabarqa, asivae kile kitu kiitwacho barqa, yani kuvaa nikabu ile au barqa. Wala talbasu thawban, wala sivae nguo ambayo biwarasin, imegusa mti ule wenye manukato makali, majani yake au miti yake, asivae nguo kama hiyo. Wala zaafaran, Bibi Aisha anasema amekatazwa mwanamke kutumia zaafarani kwenye mavazi, lakini chochote kingine rangi anaweza kavaa. Wakati huo yeye kishahirimia anavaa nguo ya manjano. Waqala Jabirun, na akasema Jabir, la ara al-mu'asfar tayyiban, mimi kwa hakika baada ya kumuona Bibi Aisha kavaa nguo hizo, basi na mimi sioni kwamba rangi ya manjano ni katika manukato au katika urembo. Yani dini imemruhusu mwanamke kuvaa kitu kama hicho. Walam tara Aisha, wala kuona Bibi Aisha ba'san, kama kuna ubaya wowote, bilhuliyi, kwa mapambo ya kike, wa thawbul aswad, na hata kuvaa nguo nyeusi kama buibule mwanamke vile, na vile vile wal mawrad, na kuvaa nguo
nyekundu nyekundu, yani al-mawrid, kama ua la waridi vile na nyekundu. Wal khuffi, na kuvaa khofu chini kwenye viatu, lilmar'a, kwa ajili ya mwanamke. Wa inda al-Bukhari, na mbele ya Imam Bukhari wa Ahmad anhu imekuja anna an-nabiyya, hakika mtume sallallahu qala, amesema la tantaqibu al-mar'a, asivae niqabu mwanamke. Al-muhrima, ambaye tayari kishahirimia, asivae niqabu, uso wake uwe wazi. Wala talbas al-qafazaini, na wala sijakavaa glavu mbili zile, ila kwa dharura. Kuna wakati kuna baridi kweli kweli katika miji hiyo kiasi ambacho inaharibu mikono, basi anaweza kavaa mtu kwa ajili hiyo, lakini sio kwa ajili ya urembo na kwa ajili ya mapambo. Ikitokea dharura, kwa hakika, wa inda dharura yurtafa'u al-ahkamu, kwenye dharura huondolewa hukumu ambazo za kidini za kiibada zikampa mtu nafasi kutumia katika dharura hiyo, ikitokea dharura. Tayeb, wa fi hadha dalilun, na katika haya yote ni dalili ya wazi, ala anna ihramul mar'a, juu ya kwamba kuhirimia kwa mwanamke, fi wajhiha, kuko katika uso wake vile vile, wa kaffaiha, na katika viganja vyake vya mikono viwili, ihram yake iko pale kwa hakika. Qala al-ulama'u, lakin wanavyona wamesema, fa in satarat wajhaha, akiusitiri mwanamke uso wake kwa dharura, bi shay'in, kwa kitu, fala ba'sa, kwa hakika hakuna ubaya. Maana yake inakuwa ni kwa muda maalum, labda anapita katikati ya wanaume yeye peke yake, ilibidi pale macho yote yanamwangalia yeye, akachukua kitu cha kuzuia uso wake pale, hapo itakuwa imejuzu. Wayajuzu sitrahu, na inajuzu kuustiri uso huo, ala rajuli, juu ya mwanamume, bimidhallatin, kwa mamvuli, akajiziba naye asimuone uso wake, wa nahwiha, na mfano vitu hivyo vile vile. Na vile vile wayajibu, na inapasa vile vile na wajibika, sitrahu, kuustiri uso huo, idha khifatil fitna, atapoogopa mwanamke kwamba hapa yaweza kutokezea fitna hapa, maana ninaona mtu fulani au watu fulani hawaondoshi macho katika uso wangu, hapa isikuwa na mie vile vile wakanipiga smack wakanivuta vile vile, kwa sababu uzuri huo wanao wanaume nao vile vile, si kama wanawake tu. Akishakhisi mwanamke anaangaliwa sana kama hivyo, basi na yeye hupata kivutio maalum kwa mwanamume. Tumeshasoma kwenye Qur'ani, wanawake wamejichinja mikono kwa sababu ya uzuri aliopewa mwanamume, wamejichana mikono. Si kama hii fitna nayo mwanamke tu, na mwanamume anayo naye vile vile. Kwa hivyo mwanamke ana wajibu wa kujiepusha na fitna hii kwa kutokumwangalia mtu ambaye pengine kaumbwa umbo ambalo limemvutia sana mwanamke. Kwenye Qur'ani tushaona mkasa huu, watu wamejichana mikono, na tushaona mkasa kwa mwanamke kumtaka mwanamume kwa nguvu zake zote zilizonazo, taka kumfikisha jela mtu. Kwa hivyo hayo mambo kama fitna yake iko katika pande zote mbili. Qalat Aisha, amesema bibi Aisha, yani tumesoma kwamba idha khifatil fitnatu minan nadhari, anaweza kuuzuia uso wake mwanamke ikiwa ameogopea fitna ya kutazamwa na watu, akafitinika mtu anamtazama au akafitinika na yeye vile vile. Qalat Aisha, akasema bibi Aisha, wa kana ar-rukban, na walikuwa wasafiri kwa hakika, yamuruna bina, wanapita tulipo sisi pale pahala wanapita. Huwezi kumzuia mtu, mamilioni ya watu wako pale, na njia ndo hizo hizo, lazima kuna mgusano, na kuna wanawake na wanaume kukaa pamoja kwenye tawafu katika sehemu mbalimbali, kutoka msikitini kwenda madukani.